Hello Africa, hello Tanzania, hello Mwanza. Tukiwa tumeuvuka salama mwaka 2025, tukiwa na mengi ya kujifunza na ya kuyakumbuka na kufanikiwa kuingia mwaka mpya 2026, basi ni matumaini yangu kwamba tumeingia kwa matumaini mapya, nguvu mpya na imani kwamba tutaendelea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuyashuhudia matendo yake makuu katika maisha yetu ya kila siku, na kukaribisha kujionea leo mradi huu wa hapa Mabatini, lakini kubwa zaidi leo nikijikita kukuonesha barabara unganishi ya hapa Mabatini ambayo inapita Mabatini katika daraja hili jipya la Mabatini. Kama ambavyo unafahamu, ni mradi mzuri ambao umeleta matumaini kwa wakazi wa jiji la Mwanza na hata ambao sio wakazi wa jiji la Mwanza, kwa sababu ni mradi unaoondoa msongamano wa magari yanayotoka na kuingia jijini Mwanza kupitia Nyerere Road, lakini pia kuondoa adha ya mafuriko wakati wa mvua ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika eneo hili la Mabatini. Daraja hili la Mabatini lilijengwa hapa kwa urefu, likiwa na urefu wa mita 26, lakini pia barabara unayoitazama, barabara unganishi kuanzia hapa eneo la Sinai mpaka Mabatini ina urefu wa takribani mita 590, lakini pia gharama zikikadiriwa kwamba ni takribani shilingi bilioni 6.3, na mwajiri ni TANROADS ambaye anasimamia mradi huu kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mkandarasi ni kampuni ya Nyanza Road Works ambayo ni kampuni ya Kizalendo. Mimi naitwa JB Pazo, BMG Online TV ndio ambao unaitazama. Nikasema angalau leo nikiwa napita hapa basi nikuoneshe kinachoonekana hapa Mabatini ili uweze kujionea. At least kutokea Sinai tupite Mabatini hadi Nata katika kuingia katikati ya jiji la Mwanza. Pengine una maoni gani? Unaweza ukaniandikia kwenye uwanja wa comment, kwa sababu huu ni mwaka 2026. Tunapaswa pia kuanza na energy. Tukiwa tumerejea sasa kazini, tunaweza kuzungumza hapa tukajua kwamba pengine miradi gani mingine tuweze kuitembelea na kuionyesha. Lengo ni kuweza kuonesha kile ambacho kama taifa tunakifanya katika eneo la miradi mbalimbali, lakini maeneo mengine yanayovutia na kuleta utofauti katika swala zima la uzuri wa Tanzania. Kwa siku zinazokuja, eneo lingine ambalo litahitaji kuboreshwa ni eneo la daraja la hapo Mlango Mmoja, kwa sababu mvua ikinyesha na penyewe maji huwa yanajaa na kuleta adha. Bila shaka hilo basi litakuwa kwenye utekelezaji. Tukifanikiwa kumpata meneja wa TANROADS mkoa wa Mwanza, pia tutaweza kuzungumza naye kwa ajili ya kupata ufafanuzi zaidi, lakini kwa sasa niseme bye bye na asante kwa kufuatilia.